kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema walamma balagha ashudda, wakati Yusuf alipofikia ukamilifu wa jambo lake, yani alipofikia baligh, sasa kijana kufikia nguvu. Wanawazuoni wamekhtalifiana kuhusu muda aliofikia ukomavu, alikuwa kashabaligh, lakini sasa ule ukomavu wake nini maana ya bulughul ashud. walamma balagha ashuddahu ni miaka mingapi? Kuna waliosema ni 33 sana, miaka 33. Katika waliosema hivyo miongoni mwa salafu ni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kwamba Yusuf alipofika miaka 33, kina Mujahid ambao wanafunzi wake, kina Qatada na wengineo. Wengine wasema balagha ashuddahu kwa maana ya 20 sana. Pia kuna kauli ya salaf balagha ashuddahu, wengine wasema ni alhulum, amefikia baligh. Katika waliosema hivyo katika salafu ni al-Imam Malik, Rabi'atu ar-Ra'i wa Zaid bin Aslam al-Adawi na والشعبي na amesema vingine tofauti na hivyo. Wengine Ibn Jarir asema jaiz an yakuna atahu dhalika wa huwa ibn 18 sana. Lakini zote hizi ni ijtihadi ambazo ziko nje ya uwezo wa kibinadamu, kwa sababu hakutajwa umri huu, bali unachukulia kwa ile kiasi kwamba ikisemwa ashudda kawaida ni hivi, miaka hii labda miaka hii. Lakini ala kulli hal alipofikia ukamilifu wa jambo lake, kashakomaa sasa, atainahu hukman wa ilma, tukampa utume. Sawa, tukampa yeye hikma na ilmu, kama tukampa utume. Atainahu an-nubuwata wal ilma, tulimpa utume na ilmu. Wanazuoni wengi wamechagua kauli ya kwamba muradi wa hukumu hapa ni utume. Al-Imam al-Baghawi, Ar-Rus'ani, Ibn Kathir, As-Sa'di, Ibn Ashur na wengineo. Sawa. Wengine wanasema muradi ni fahamu, ndio maana ya hukumu, fahamu juu ya ile ilmu aliyopewa, kama anavyoeleza Imam Ibn Jarir katika hilo. Kwa atainahu, tukampa yeye hukma wa ilma, tukampa utume na ilmu. Kwa kauli ilikuwa kwa wazi zaidi. Wakadhalika najizi almuhsinin, na kama hivyo tunawalipa wenye kutenda wema. Kama hivyo tulivyomlipa Yusuf ndivyo tunavyowalipa wenye kutenda wema, lakini si kwa dhati yake, kwamba yoyote atakayetenda wema atalipwa malipo yale yale dhati yake aliyopewa Yusuf. Yani mfano wa hivyo, atalipwa wema. Si kwa maana wewe ukifanywa hayo yote ukapita na baadaye utalipwa wema kama alipo Yusuf wa kuwa mtume, la. Au sasa ndio utakwenda kuuzwa kwenye nyumba ya mfalme, wakufanya ni mwana wao. Utapata mema, yani utapata khairi kwa sababu ya yale yalikupitikia. Na kama hivyo tutawalipa wenye kutenda wema, kama tulivyomlipa Yusuf kwa wema aliofanya, tukamlipa wema, basi vivyo hivyo yoyote atakayetenda wema tutamlipa wema. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, lakini sio kwa dhati ya ule yale malipo, ile jazaa, kwamba ukifanya hivi kumbe Yusuf alipo nini, alilipwa akapewa utume. Kwa hiyo ina maana mimi nikifanya kama hivi, nikipitikiwa na hali kama hii, na mimi nitakuwa mtume. Si utalipwa wema upi, Allah ndiye anayejua. Wema unaonasibiana na wewe na wema unaonasibiana na yale uliyofanya. Warawadatuhu allati huwa fi baitiha an nafsi, nitatafsiri kwa maana, kwa sababu maneno hapa yamekwenda mbele yakarudi nyuma. Na yule mwanamke ambaye Yusufu aliishi katika nyumba yake alimtaka Yusufu kwa nafsi yake, alimtaka Yusuf. Na yule mwanamke yule ambaye Yusufu aliishi katika nyumba yake, mwanamke yule mwanamke alimtaka Yusuf. Warawadatuhu,
yule mwanamke alimtaka yeye. Unaona sasa dhamiri allati, mwanamke ambaye huwa yeye Yusuf fi baiti, yu katika nyumba yake. Kwa maneno yanakuwa mweko wa Kiswahili hauendi vizuri, kwa sababu huu umekuja katika mweko na muundo wa Kiarabu. Kwa hiyo yule mwanamke ambaye Yusuf aliishi katika nyumba yake alimtaka Yusuf. Wa ghallaqat al-abwab, na akaifunga milango. Akawa anamtaka na akafunga milango ya nyumba, utoki. Wa ghallaqat al-abwab wa qalat hayta lak, akamwambia njoo, taal aqbil ilayya, ndio maana ya hayta lak, akamwambia njoo. Qala ma'adha Allah, Yusuf akasema najilinda kwa Allah dhidi yako au dhidi ya unayoyataka. Ma'adha Allah, najilinda kwa Allah dhidi ya unayoyataka. Wewe unafanya nini? Innahu, pana maana mbili hapo au pana sehemu mbili. Innahu rabbi, hakika yeye Allah ndiye Mola wangu mimi. Hii ni tafsiri pia. Innahu rabbi, hakika huyo mumeo ni bwana wangu. Kwa itakuwa yajuzu kumuita rabbi makhluq, na sio jambo munkar, kwa vile inavyonasibiana na huyo makhluq. Bwana rabbul bait, sawa, baba mwenye nyumba. Na utaona neno rabbi linatumika kuna sehemu tatu ndani ya sura hii. Neno rabbi limetumika kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa na hii ni mojawapo. Lakini wako waliopita katika wanachuoni tafsiri kwamba najilinda na Allah, kwa Allah dhidi yako au na dhidi ya unayotaka kuyafanya, kwa sababu yeye Allah ndiye Mola wangu mimi. Ahsana mathwai, ameyafanya mazuri makazi yangu mimi mpaka kufika hapa. Aliyeniweka hapa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tumesema yajuzu pia kumfanya rabbi ni nani? Ni yule baba mwenye nyumba, yeye ndio alimweka pale nyumbani kwake. Na kuna na tafsiri hiyo hakuonyeshi maana mbaya. Tuko pamoja? Innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu, hakika mambo yalivyo, la yuflihu adh-dhalimun, madhalimu hawatafaulu madhalimu, kwa sababu ile unayotaka mimi nilifanye kwako ni dhulma na idhulumu nafsi yangu, sawa. Kwa hiyo mimi sitafanya hivyo, sitaki kuwa dhalimu mimi. Walaqad hammat bih, na kwa hakika yule mwanamke alimtamani Yusuf. Tuzeni kwa makini hapa, kwa sababu tafsiri zinakuwa nyingi na maelezo mengi. Walaqad hammat bih, na kwa hakika yule mwanamke alimtamani Yusuf. Wa hamma biha, na Yusuf alimtamani mwanamke. Yuko sawa? Mwanamke yule alimtamani Yusuf, lakini alimtamani kwa dhati kabisa. Yule mwanamke alimtamani Yusuf kwa dhati kabisa, na ana azma hasa ya kufanya aliyotaka kulifanya. Na Yusuf alijiwa na fikra hiyo, kwa ilikuwa ni khatir imekuja katika fikra yake. Ile ya kwanza ni ya makosa, kwamba wewe sasa una azma, sasa nataka nifanye jambo fulani, na wewe baadaye au mtu imemjia fikra au nifanye fikra ikamjia, sasa nikimkatalia hii ni tofauti, sawa, ni tofauti. Hadithi zimekuja kueleza jambo hilo. Al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala ana maelezo mazuri kwenye aya hii alipokuwa akifafanua kwenye kitabu Al-Fatawa Al-Kubra. Akasema al-ham ismu jinsin tahtahu naw'an. Ham ni ismu jinsi, chini yake kuna aina mbili za alham, makusudio. Kisha akamnukuu al-Imam Ahmad akasema al-ham hamman. Ham
ziko aina mbili, hamu khatarat wa hamu israr. Kule kukusudia kwa fikra imekupitikia kwenye akili yako mawazo, alafu kuna hamu ya kutaka lile jambo kuendeleza, hasa makusudio yale kwamba sasa wewe ushaazimia kufanya katika nafsi yako, imepita hivyo. Ndio akasema imethibiti katika hadithi sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anna al-'abda idha hamma bi sayyi'atin lam tuktab alayhi, mja anapolifikiria, anapoliwaza jambo baya kuwa atakalifanye, haandikiwi chochote. Wa idha tarakaha lillahi kutibat lahu hasana, na akiliacha jambo hilo kwa ajili ya Allah anaandikiwa jema moja. Si dhambi au nifanye nini ikakupitikia kwenye akili yako, mimi siwezi kufanya jambo hilo lillahi rabbil alamin, wapata thawabu, lakini tayari ulikuwa umeliwaza lile jambo, ile tu alham kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au kaliacha tu hivi, si lillahi upuzi, basi huandikiwi dhambi wala huandikiwi thawabu. Lakini ikiwa lillahi huandikiwa thawabu, sawa. Wa in amilaha kutibat lahu sayi'atan wahida, na akilitenda jambo hilo aliloliwaza na alilolikusudia ataandikiwa ovu moja, sawa. Wa in tarakaha min ghairi an yatrukaha lillahi lam tuktab lahu hasana wala tuktabu alayhi sayyi'a, na akiliacha jambo hilo ameliacha lakini si kwa ajili ya Allah, hataandikiwa wema, yani hataandikiwa thawabu, wala hataandikiwa uovu, yani hataandikiwa dhambi. Wa Yusuf sallallahu alayhi wasallam hamman tarakahu lillah. Umeelewa sasa? Yusuf alikusudia makusudio ambayo aliacha kwa ajili ya Allah, walidhalika sarafa Allahu anhu as-su'a wal fahsha, Allah akamlipa kwa hiyo. Kwa hiyo mwanamke yule alimtaka hasa Yusuf, akawa ni jambo amelishadidia, na huko mbele utakuja kuona kwamba yeye amedhamiria hasa pale alipowakusanya wanawake wa Misri, sawa. Utaona kwamba ni mwanamke ameazimia hasa kulifanya jambo hilo, sio zamani, mpaka sasa na baadaye ndio mawazo yake. Kwa hiyo hii ni hamu ya israr, mnaelewa? Lakini hamu ya Yusuf ilikuwa ni fikra tu ilimjia, kisha alipomkumbuka Mola wake akarudi nyuma, kwa sababu innal ladhina ittaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwagusa wao pepesi ya shetani huwa wanakumbuka, mara wanaona wanatambua, wanajitambua pale pale. Sasa yeye kwa sababu ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala alijiwa na hali hiyo ya kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Na maelezo ya vitabu vya Bani Israili kwenye Israiliyat, ukisoma kwenye Biblia huko na vitabu vingine, unaonyesha kwamba Yusuf alianza kuvua suruali, akaenda pale mpaka akafika sasa mahali ambapo mwanamume hukaa kwa mwanamke. Mara akaona sura ya baba yake Abdullah Yaqub akiwa anangata kidole, amengata kidole, kwamba atakufanya nini Yusuf pale Yusuf. Ni maneno ya uongo, kwa sababu vitabu hivi vya Bani Israila vimeandikwa kwa mikono. Kuna mikono mingi ya waandishi ndani yake, mikono mingi ya waandishi ndani yake, na wao mara nyingi hawachungi heshima ya mitume, na kuna watu wala hawazingatii kwamba wao ni mitume, kwa sababu wanapomzungumza Nabiiullah Daud wanazungumza kama mtu mtaani, au Nabiiullah Suleiman. Mtu za kusimama akasema Nabii Daudi alikuwa na wake 1000 na michepuko 700. Michepuko, na mchepuko maana yake Suleimani huyo nabii wa Allah, mtume wa Allah alayhi salatu wassalam, lakini ndio vitabu vyao vinavyowafundisha. Kwa hiyo hawana heshima. Wanaweza kumheshimu baba askofu Sunani, lakini asimheshimu Nabii Suleiman alayhi salatu wassalam. Ukisema kwamba huyu alikuwa na wake 1000 na michepuko 700, mfano unawaambia nini watu?
kwenye ibara kama hii unawaambia nini watu wako? Kwa hiyo maelezo hayo ya kwamba alifanya hivi akifanya vile, tafasili kama hizo si za sawa. Mnifahamu? Kwa hiyo alimtaka, na Yusuf na ikamjia fikra ya kumtaka yule mwanamke. Sheikhul Islam katika al-Fatawa al-Kubra ameeleza ili katika juzu ya 5 ukurasa wa 211. Al-Fatawa al-Kubra sio majmuu al-Fatawa, al-Fatawa al-Kubra. laula ar-ra'a burhana rabbi, lau kama asingeziona hoja zilizo wazi wazi za Mola wake basi angemkubalia. Faida ya waqfu na ibtidaa ni kuleta tafsiri sahihi. Kwa maana kwamba kuna unasema walaqad hammat bihi waqf ala wa hamma biha laula ara burhana rabbi asimtamani. Hiyo tafsiri pia iko, sitaka kutaja, baadhi wanaozuoni wanataja namna hiyo, lakini hii nilitaja ndio sawa sawa. Ndio maana al-Imam Ibn Jarir akawa anasema lau kama tutaja akwali za wanaozuoni na hivi الكلام يطول ولا hii sura haitaisha, wachilia mbali kwamba itaisha hii alafu tuje radi hii yenyewe haitaisha, tutaokota baadhi ya sehemu ambazo tunaona kwamba zina faida. Al-Imam Ibn Jarir kwa hayo aliyosema, Ibn Jarir ni Tabari rahimahullah ta'ala anasema wa awla al-aqwal fi dhalika bis-sawab an yuqal inna Allah jalla thana'uhu أخبر عن هم يوسف وامرأة العزيز كل واحد منهما بصاحبه. iliyokuwa bora zaidi katika akwali za wanawazuoni wa tafsiri katika hilo, iliyokuwa karibu zaidi ya usawa ni kusema kwamba Allah azza wa jalla ameelezea kuhusu Yusuf kumtaka yule mwanamke na mwanamke kumtaka Yusuf, kila mmoja akawa anamtaka mwenzake. laula arraa Yusuf burhana rabbi, lau kama Yusuf asingeliona hoja za wazi wazi kutoka kwa Mola wake basi angeipondokea kwenye hilo. Na ndio maana ukitaka kujua maana hii ina nguvu ni kipande kitakachokuja mbele. Kama yeye hakufanya hata kule kumtaka pia hakutaka, sawa, maneno yale ya mbele yalikuwa hana nguvu, yatakokuja hapo mbele. Lakini kama kule kutaka kwa kufikiria kule kuja, basi yale maneno ya mbele yalikuwa na nguvu zaidi. Hebu tuangalie maneno yanasemaje. laula raa burhana rabbi kadhalika, tumemfanyia hivyo linasrif anhu as-su'a wal fahsha, alitaka lakini akaziona hoja za wazi wazi za Mola wake. Sasa tumemfanyia hivyo ili tumuepushe na uovu na uchafu wa zina. linasrif anhu as-su'a, ili tumuepushia yeye, tumuepushe na uovu walfahsha na uchafu wa zina, au ingine walfahsha fi jamii umuri, na machafu katika mambo yake yote. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء والفحشاء، ومن السوء عشقها ومحبتها، ومن الفحشاء الزنا. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah anaelezea kwamba alimuondoshia yeye uovu na uchafu. Katika uovu ni kule kumtamani kwake na kumpenda, na fahsha ni azina. Akasema Shaukani, as-suu ay kullu ma yasuuhu, kile ambacho anakiona kibaya, wal fahsha kullu amri mufritil qabih, kila jambo lilovuka mpaka lilobaya. soma ni wanazuoni kuhusu masala kadhalika linasrif anhu as-su'a wal fahsha. Asema araina Yusuf katilka al-iraa kay naqiyahu as-su'a wal fahsha fi jami'i umurihi, katika mambo yake yote tumuepushie uovu na uchafu.
kwenye linasrif anhu su, kadhalika linasrif anhu su. Vipi hapa? Tumesema haya maneno yanatia nguvu zaidi kuwa yeye pia alitaka. Laula raa burhana rabbih kadhalika linasrif anhu as-su'a wal fahsha. Hakutaka. Kwa hakutaka. Inawezekana. Na atapata thawabu kwa hilo. Ndio usemaje? Kivipi? Kwani jambo la kuhimidiwa ni mtu, mfano kama umefunga wewe, sawa, alafu ukajizuia na kula kitu ambacho wewe unakitamani. Umeletwa nyama choma nzuri kabisa pale, imeiva vizuri kabisa, una hamu nayo siku nyingi. Ulipoona ukaitamani, lakisema ana saim, najizuia lillahi rabbil alamin, kwamba mimi nimefunga basi sitaila, sawa. Alafu wewe uliyefunga mathalan, ikaletwa nyama yenyewe mbaya, yanuka, ishavunda, wala hujaitamani. Mimi nimefunga tu, kwanza nyama hii sijaitamani, sawa. Kuacha kile ulichokuwa unachokitamani lillahi rabbil alamin, na kile ambacho wala akili yako haikupitiki wala huna hata kama ulikuwa hujafunga usingekula kwa sababu ya ubaya wake. Yupi kuhimidiwa? Wapili yupi? Sema tofauti vipi? Sasa huyu mwanamke wewe, hata katika mawazo yako haikuja kabisa, kwa sababu umeona burhani za Mola wako kabisa, lakini huyu ulikuwa hasa umemtamani, alafu kwa sababu ya Allah ukamwacha. Kufungua mubah wakati umefunga, wasikia waweza ukawa uitwa katika jambo, ngoja ukaitwa kwenye jambo na mwanamke, jambo la haramu, alafu mwanamke mwenyewe wala hayumo kabisa, wala hatamanishi kabisa, wala wewe huna matamanio kabisa, wala hakuna vitisho vyovyote, wala hakuna chochote, usema sasa kuna kuhimidiwa kupi hapo? Na yule ambaye mazingira, mtu ana nafasi, alafu ana nguvu, alafu anaweza kufanya maamuzi, alafu wewe pia mwenyewe ni mhitaji katika hilo, lakini ukajizuia lillahi rabbil alamin, ipi ina nguvu zaidi? Si wahamma biha. Basi tabitu situishi hapa, tuangalie tafsiri za semaje huko, alafu ra'atun mansib wa jamaa.
Kwa sababu gani ametaja mansabu wa jamaa? Si ushawishi ndio unazungumzwa hapo. Kwa hiyo Yusuf alishawishika kwa sababu ya mansibi yake na uzuri wake akashawishika, lakini burahani ya Mola wake ndio ilimfanya iliyomzuia. laula raa burhana rabbi. Lakini suala labda jambo la msingi kabisa la kuliangalia, je, nabii wakati wa jambo hili Yusuf ashakuwa nabii? Jambo la kwanza. Jambo la pili, je, nabii inaweza kutoka kwake yeye saghairu dhunub, kama yani madhambi madogo madogo, au ni maasum na saghairu dhunub na kabairu dhunub min as-sighar au min al-wilada ila al-wafa? Masala ya itikadi muhimu sana, lakini watu waangalie. Kama alikuwa ni nabii na kauli ya kusema kwamba manabii wamefanya ni maasumun katika kabairu dhunub na saghairu dhunub kabla an-nubuwwa wa baadaha, basi hii tafsiri ya kwamba wahamma biha laula raa burhana rabbi, kama hakumtamani, itakuwa ina nguvu zaidi kuliko nyingine. Sasa ahlus sunna wanaelezaje katika hili? Unaweza ukaminyana kule, kumbe msingi wa ahlus sunna wa kubeba sawa, uko sawa tu, ni wasiwasi wako katika nafsi. laula raa burhana rabbi, laiti asingeziona hoja za wazi wazi za Mola wake, basi angemkubalia. Ikawa jawabu ni mahdhuf, sio? Asema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Majmu' al-Fatawa, imekuja huwa burhanul iman alladhi hasala fi qalbihi fasarafa Allah bihi ma kana hamma bihi, ni ile hoja ya kiimani iliyopatikana katika moyo wake, Allah subhanahu wa ta'ala akamuondoshia kwa imani hiyo kile alichokitamani. Unasemaje hapo? Umenyoka, sio? Huwa burhanul iman, ni ile hoja za wazi wazi za kiiman, alladhi hasala fi qalbi, ile iliyopatikana katika moyo wake, fasarafa Allahu bihi ma kana hamma bihi, Allah akamuondoshia lile alilokuwa amelitamani. Haya katika Majmu' al-Fatawa juzu ya 10 kurasa 101. Innahu min ibadina al-mukhlasin, pana njia mbili, mukhlisin na mukhlasin. Vyote hivi ni viraa vimesomwa qiraatani mu'tabaratan, ni viraa viwili vyote vyenye kuzingatiwa. Nafi, Asim, Hamza, Al-Kisai na Abu Jaafar wamesoma kwa kusigha ya maf'ul mukhlasin, na wengine waliobakia wamesoma mukhlisin. Waliobakia wanasema innahu min ibadina al-mukhlisin, sawa, kwa kasra ya lam, yani kwa ismu fa'il. Kwa hiyo anakuwa kwa sababu yeye ni katika waja wetu al-mukhlasin, wenye kutakaswa, walioteuliwa. Yeye ni Mustafa mujtaba, Allah subhanahu wa ta'ala amemchagua yeye, akhlasahu Allah min ash-shirki was-su'i wal-fahsha, ikhtarahu Allah, sawa. Kwa tangu hapo alishateuliwa na Allah, innahu min ibadina al-mukhlisin, faida ikhlasi, kwa sababu yeye ni katika waja wetu wenye ikhlas, wenye kumtakasia Allah. Kwa thamara ikhlas ni kuepushwa na mambo machafu. Vyote hivi ni viraa vya sawa sawa, lakini sisi kwa msomaji wetu anayesoma ambaye ni al-Imam Asim bin Abi Najud, kwa riwaya Hafs tunasoma innahu min ibadina al-mukhlasin kwa fatha ya lam. Sio madhehebu yetu ya qiraa huku kwetu na madhhabi ya watu wa Hijaz. Sasa tunasoma madhhabi ya watu wa Hijaz, Makkah, Madina, wanasoma hivyo, sio? Lakini sehemu nyingine wanasoma viraa vingine, na wala hakuna shida yoyote. Na sio kila anayesoma tofauti na Asim kwa riwaya Hafs basi warshi. Wajua watu hawajui sasa kila kitu wana warshi. Asim ni imamu wa Kufa, katika imma wakubwa walioko al-Kufa alikuwa ni Asim bin Abi Najud, Asim bin Bahdala ibn Abi Najud,
na mwanafunzi wake Hafs riwaya au riwaya ya Hafs ndio inayotumika katika usomaji wetu wa Qur'an na nyingine pia zinafaa kina Hamza kina al-Kisai kina Abu Jaafar wote hao ni aima wetu Ibn Kathir وقالوا عيسى ثم عثمان ورشهم kisha anasema innahu min ibadina al-mukhlasin hakika yeye ni katika waja wetu walio takaswa au waja wetu walioteuliwa ay min ibadina al-mutahharin waja wetu waliotakaswa au al-mukhtarin walioteuliwa al-mustafaina sawa zote hizo kwa maana ya al-mukhlasin alladhina akhlasu lillahi at-tauhid wal-ibada wastabaqa al-baba waqaddat qamisuhu wakashindana kukimbilia mlangoni Yusuf akaanza mbio tutakuja kuanzia hapo sasa tumesoma aya ngapi leo tunakwenda kidogo kidogo sana nilikuwa nimekusudia tufike aya 30 tutafika 25 نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك